نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Enyi ambao mmeamini, mcheni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumcha, na wala msife ila na hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu wa kisawasawa. Baada ya aya hiyo tukufu na utangulizi wa kwanza, khutba yetu ya leo tutazungumzia umuhimu wa mwezi wa Shaaban, kwa kuwa tuko ukingoni kuuaga mwezi mtukufu wa Rajab na tunaingia katika mwezi wa Shaaban. Ni vizuri tukawakumbusha waumini yale ambayo ni wajibu kwao, yale ambayo ni muhimu kwao kuyatambua na kuweza kuyafanya ndani ya mwezi wa Shaaban. Na katika kuzungumzia umuhimu na uzito wa mwezi wa Shaaban, tutakuwa na nukta tano. Nukta ya kwanza, tutagusia fadhila za mwezi wa Shaaban. Lakini nukta ya pili, tutazungumzia a'mal za siku ya kwanza ya Shaaban. Yani Shaaban siku ya kwanza itakapoingia tu, ni amali gani, ni ibada gani za kuzifanya. Lakini tatu, kuna yaumiyat, kuna ibada za kila siku za kuzifanya ndani ya mwezi mzima wa Shaaban. Ni muhimu ibada hizi kuzitambua. Lakini nukta ya nne, tutazungumzia baadhi ya siku zilizobakia katika mwezi wa Shaaban, zinafanywa ibada gani na siku hizo ni zipi. Lakini mwisho tutamalizia na khutba na maneno mazito na maelekezo makubwa ambayo kwa kweli yanahitajia khutba yake peke yake, maneno ya Amiri al-Mu'minin wa Qaid al-Ghurri al-Muhajjalin Imam al-Mashariq wal-Magharib Asadillahi al-Ghalib Sayyidina Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Khutba ya Amiri al-Mu'minin Ali, maneno ya Ali yaliyonakiliwa na maulama, ni maneno mazito kuhusiana na mwezi wa Shaaban. Inshallah itakuwa ni nukta yetu ya mwisho kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu atatuwafikisha.
Ama kuhusiana na fadhila za mwezi wa Shaaban, kwa kweli ni hadithi nyingi mno zilizopokelewa kutoka kwa Ahlul Bait, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad, zinazoelezea fadhila na uzito na utukufu wa mwezi wa Shaaban. Lakini ya kutoshe maneno aliyoyanakili Sheikh Abbas al-Kummi katika kitabu chake cha Mafatihul Jinan, wakati akizungumzia fadhila za mwezi wa Shaabani na amali za Shaaban. Anasema maneno yafuatayo: i'lam anna shahra Shaaban shahrun sharif wa huwa mansubun ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi yasumu hadha ash-shahr wa yusilu siyamahu bi shahri Ramadan. Sheikh Abbas al-Kummi rahimahullah akituelezea fadhila za mwezi wa Shaabani anasema, jua ya kwamba mwezi wa Shaabani ni mwezi mtukufu na ni mwezi unaonasibishwa na Mtume Muhammad, ni mwezi wake, Shaabanu shahri. Lakini sio hivyo tu, Sheikh Abbas anasema alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama akifunga mwezi wa Shaaban na akiuunganisha na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hiyo akifunga mfululizo Shaaban anauunganisha na mwezi wa Ramadhan. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wasallama yaqul Shaabanu shahri, mwezi wa Shaabani ni mwezi wangu. Man sama yawman min shahri wajabat lahu aljanna. Allahu akbar. Shaaban ni mwezi wangu, yoyote mwenye kufunga siku moja katika mwezi wangu, wajabat lahu aljanna, imepasa kwake yeye pepo. Mtu huyo lazima aende peponi. Kwa nini? Kwa sababu amefunga mwezi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo fadhila na uzito wa mwezi wa Shaaban ni mkubwa mno, lakini kutosha hiyo ya kwamba ni shahrun sharif, ni mwezi mtukufu, na mwenye kufunga siku moja ya mwezi wa Mtume Muhammad, mwezi wa Shaabani, wajabat lahu aljanna, mtu huyo lazima aende peponi. Hili jambo la kwanza, fadhila za mwezi wa Shaaban. Ama a'mal za siku ya kwanza, ibada zinazofanywa siku ya kwanza ya mwezi wa Shaaban, ziko swala nyingi zimepokewa zinazoswaliwa siku ya kwanza, lakini Sheikh Abbas al-Kummi ametunakilia swala moja ambayo siku ya kwanza ya Shaaban, usiku wa kwanza wa Shaaban ukishaingia, basi ni sunna kuswali rakaa 12. Rakaa hizi 12, katika kila rakaa moja unasoma alhamdu mara moja na suratu tauhid, qul huwa Allahu ahad, mara 11. Shaabani ikishaingia usiku wake, tukashatambua kwamba leo ndiyo mwezi mosi Shaaban, usiku wake ni sunna kuswali rakaa 12. Katika kila rakaa, baada ya kumaliza kusoma suratul Fatiha, unasoma qul huwa Allahu ahad mara 11. Amali nyingine
zinazofanywa siku ya kwanza ya mwezi wa Shaaban au usiku wa Shaaban ni zile amali za siku zote ambazo tutakuja kuzigusia kwenye nukta yetu ya tatu. Lakini mchana wa Shaaban, Shaabani mosi mchana, ni muhimu mno kufunga siku ile ya kwanza ya Shaaban. Bali kufunga siku ya kwanza ya Shaaban lahu fadlun kathir, siku ile ina fadhila nyingi mno kufunga siku ya kwanza ya mwezi wa Shaaban. Bali imepokewa riwaya kutoka kwa imamu wetu na kiongozi wetu al-Imam Ja'far as-Sadiq al-Musaddaq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Amepokea, anasema kwamba man swama awwala yawmin min Sha'ban wajabat lahu aljannata albatta, mtu yoyote mwenye kufunga siku ya kwanza ya Shaaban, mtu huyo lazima aende peponi. Wajabat lahu aljanna albatta, yani hakuna kizuizi cha kukufanya usende peponi, kuonyesha uzito na utukufu ya siku ya kwanza ya Shaaban. Mwanawazuoni mkubwa na walii wa Mungu, mwana tasawuf na mwana irfan, Ibn Tawus amepokea hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maana ya hadithi, yoyote mwenye kufunga siku tatu katika mwezi huu wa Shaaban, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, alafu baada ya swala, baada ya funga jioni, akaswali rakaa mbili, katika kila rakaa moja baada ya kusoma alhamdu akasoma suratu tauhid, qul huwallahu ahad, mara 11. Jambo hilo lina ajran jazila, lina malipo makubwa, lina thawabu nyingi mno, ni jambo zito. Nukta yetu ya tatu ambayo nayo ni muhimu mno ni a'mal ambazo zinafanywa kila siku ya Shaaban. Unajitengea muda wako, kama ni baada al-maghrib, kabla al-isha, au kama ni baada al-isha, au kama ni saa 10 au saa 9 baada ya kuamka. Ndani ya mwezi wa Shaaban kuna amali 5 muhimu za kuzifanya za kila siku. Amali ya kwanza, ndugu zangu wapendwa, ni dhikri, dhikrullah. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innu alqulub. Tafsiri ya aya moja ya dawa ya kutoa stresi, ya kupunguza mawazo ya kimaisha, ya kutoa changamoto zinazotukabili katika maisha ambazo ni nyingi, ni dhikrullah. Tendo la kuwa umejitenga huko na Mungu unamtaja linakufanya changamoto nyingi zinatoka kichwani kwako. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa hiyo jambo la kwanza ni dhikri katika amali za kila siku, na katika dhikri zilizopokewa ni al-istighfar. Astaghfirullah wa as'aluhu tauba, Mungu nakutaka msamaha na kuomba toba. Mungu, nimekukosea, nimefanya hili, nimefanya lile. Astaghfiruk wa as'aluhu tauba, na kuomba unitubie. Kama utaweza neno hilo kulisema kila siku 70 mara 70, ni jambo kubwa utakuwa umelifanya. Kwa hivyo dhikri ya kwanza ni al-istighfar.
na swigha tofauti zimepokelewa. Swigha nyingine, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa arrahmanur rahim alhayyul qayyum wa atubu ilayhi. Dhikri nyingine iliyopokewa ni la ilaha illa Allah wala na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-mushrikun. Kwa hivyo dhikri ni moja ya amali za kila siku zinazotakiwa kufanywa ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Lakini ya pili au ibada ya pili inayofanywa kila siku ya Shaaban ni as-swala, ni swala. Swala hii inaswaliwa kila siku ya Alhamisi ya mwezi wa Shaaban. Kila Alhamisi ya Shaaban unaswali rakaa mbili. Katika kila rakaa, baada ya kusoma suratul Fatiha, unasoma qul huwallahu ahad mara 100. Baada ya kutoa salamu, unamswalia Mtume Muhammad pamoja na ali zake mara 100. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Na hatuna muda wa kuzungumzia fadhila za kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kutosha umuhimu wa kumswalia Mtume Muhammad, wali wa Mungu katika zama zake, mwana irfani mkubwa wa kupigiwa mfano, ayatullahi bahjati wama adraka man huwa ayatullahi bahjati. Mwenyewe anasema tumefanya majaribio katika aina za dhikri, tumezitumia aina za dhikri nyingi, hatujapata dhikri nzito na ya kutisha na kubwa kuliko Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hatujawahi kupata. Dhikri zote tumezifanyia upelelezi, tumezifanya, lakini hatujapata dhikri nzito ya kutisha kama kumswalia Mtume na ali zake. Lakini jambo la tatu ni kutoa sadaka. Muda hauniruhusu, lakini sadaka ndani ya mwezi wa Shaaban ni jambo limetiliwa mkazo mno, na malipo ya anayetoa sadaka ndani ya mwezi wa Shaaban ni aljanna, ni kwenda peponi. Lakini jambo la nne katika amali za kila siku za mwezi wa Shaaban ni swala maalumu ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, iliyopokewa kutoka kwa al-Imamu Sajjad Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mkubwa huyu amepokea aina ya swalatu ala nabii, ambayo inatakikana swala hiyo tuiswali au tumswalie Mtume kwa sigha hilo baada ya adhuhuri, kuanzia muda baada ya adhuhuri na kwenda mbele. Ukipata fursa muda wowote, kaa umswalie Mtume kwa sigha hiyo nzuri na ya kutisha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad shajarati nubuwa wa mawdi'i risala wa mukhtalafi almalaika wa ma'adini alilm wa ahli baiti alwahyi. Swala nzito ya kutisha, ina maneno ya kutisha, maneno mazito. Katika kipengele kizito, muda hauturuhusu kitafsiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa'mur qalbi bi ta'atik wa la tukhzini bi ma'siyatik. Allahu akbar.
warzuqni muwasata man qattarta alayhi min rizqik. Hii ni salatu ala nabi kwa swigha maalumu kutoka kwa al-Imamu Sajjad, ambalo ni sunna ndani ya mwezi wa Shaaban kulisoma baada ya adhuhuri. Lakini mwisho na wala si mwisho, ni munajat, maneno ya kumsemesha Mungu ya Amiri al-Mu'minin wa qaidi al-ghurri al-muhajjalin imam al-mashariq wal-magharib asadillahi al-ghalib sayyidina Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wasma' du'ai idha da'autuk. Mungu mrehemu Muhammad na ali zake. Wasma' du'ai, Mungu naomba usikilize dua yangu, Mungu naomba usikilize maombi yangu. Idha da'autuk, wakati ninapokuomba. Maneno mazito. Wasma' nidai idha nadaituk, Mungu pale nikinyanyua mikono nikisema ya Rabbi, ya Rabb, ya Allah, nikikuita basi Mungu naomba unijibu, naomba unisikilize, usinipuuze. Maneno mazito. Ilahi kaanni binafsi waqifatun baina yadayk wa qad adhallaha husnu tawakkuli alayk. Ni munajat, dua ya kumsemesha Mungu aliyokuwa mwenyewe Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam, akimsemesha Mungu kwa maneno haya. Ruhullah al-Musawi al-Khumaini al-Azim qaddasallahu asrarahu az-zakiyya. Dua hii na munajati huu ameusherehesha sherehe nzito, lakini katika maelekezo yake al-Imamu al-Khumaini anawatakeni mashia kila siku inayokwenda kwa Mungu katika mwezi wa Shaaban, munajati huu na dua hii msiiache. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya masiku haya ya mwisho wa mwezi wa Rajab, wale ambao tumekuwa na taksir na mapungufu, hatukuweza kufunga hata siku moja ya Rajab, Mwenyezi Mungu tupe nguvu siku zilizobakia za Rajab tuweze kufunga. Wale ambao tumefanya mapungufu, hatukuweza kuswali swalatu laili ndani ya mwezi wa Rajab ambao ni muhimu mno, Mungu tunakuomba taufiki, masiku yaliyobakia ikifika saa 10 tuamke kwa ajili ya kutekeleza swalatu laili. Lakini ya Rabbi, kuna amali nyingi za Rajab zikiwemo dua na adhkar, wengi hatukuzifanya. Ya Rabbi, tunakuomba masiku yaliyobakia utupe nguvu na taufiki tuweze kuzitekeleza amali zote za mwezi wa Rajab. Lakini ya Rabbi, Shaabani inakuja ambayo Mtume mwenyewe alikuwa akiifunga na kuunganisha mwezi wa Ramadhan. Mungu tupe taufiki kuweza kuifunga, kuweza kufunga mwezi huu wa Shaaban. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصل على أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب سيدنا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليهما. وصل على المعصومين من ذرية الحسين زين العابدين علي
والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والحسن النقي الزكي العسكري ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مع الصلوات وأقم الصلاة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل التقوى والمغفرة وأهل العفو والرضوان، أسألك يا رب بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول. حرم شيبتي على النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء اللهم صل على محمد وآل